Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria Oliver Mhaiki amesema wakati umefika kwa nchi za kusini mwa Afrika kuwekeza katika mfumo wa elimu kwa masafa hasa kwa shule za sekondari ili wanafunzi wengi waweze kupata elimu. Mhaiki amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguaji wa mkutano wa wataalamu wa elimu kwa njia ya masafa kutoka nchi za kusini mwa Afrika. Mwandishi wetu Elisha Elia amekuwepo katika mkutano huo na hii hapa ni taarifa yake. Kwa muda mrefu, nchi nyingi zinazoendelea zimekuwa zikikabiliwa na changamoto za namna ya kuboresha mazingira ya elimu kwa watu wake. Na safari hii, mapinduzi ya kiteknolojia yamewakutanisha wataalamu hawa wa elimu kwa njia ya masafa kutoka nchi za kusini mwa Afrika, wanaojadili jinsi ya kuboresha elimu kwenye nchi zao. Mkutano huo umefunguliwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Oliver Mhaiki, aliyesisitiza umuhimu wa nchi hizo za kusini mwa Afrika kuboresha elimu kwa njia ya masafa. Sababu tunahitaji watu wengi zaidi waweze kupata elimu, na wengi wao hawana nafasi kwa kutumia mfumo wa kawaida. Inabidi lazima tuanzishe sasa hii open distance learning. Na kwa Tanzania tunafikiri sehemu kubwa ambayo tunahitaji kusema kweli kusisitiza swala la open distance learning ni katika kiwango cha elimu ya sekondari. Kauli hii ya Mhaiki ikanisukuma kuzungumza na mkurugenzi wa taasisi ya watu wazima nchini, moja ya kundi linalotumia mfumo wa elimu kwa njia ya masafa, Lamberta Mahai. Nilimuuliza kuwa jinsi walivyojipanga kufanikisha teknolojia hiyo kuenea nchi nzima. Na moja ambayo tunataka kufanya ni kuhakikisha zile printed modules ziwe pia zinatengenezwa kwenye CD, kwenye kaseti, ziweze kutolewa kutumika katika radio, kutumika kwenye TV na kutumika kwenye internet na kadhalika. Zaidi ya wataalamu 300 kutoka nchi 13 za kusini mwa Afrika wameshiriki kwenye mkutano huu. Mimi ni Elisha Elia, TBC.